Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye mpango wake ilikuwa ni kuhakikisha anamaliza vita mbili ambazo alianza nazo, hasa ile ya ukanda wa Gaza tangu mwaka 2023, lakini na hii kati yake na Iran, lakini amesema kwamba ataendelea kuhakikisha vita hivyo anavimaliza vilivyo. Lakini wakati huu wanajeshi wake wanauawa huko katika ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi ambayo inadaiwa kwamba ni kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas. Netanyahu amesikitishwa na mauaji ya wanajeshi wake katika ukanda wa Gaza. Waziri mkuu huyu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake inapitia wakati mgumu baada ya wanajeshi 7 kuuawa katika mapigano mjini Gaza, ambapo vita vya Israel dhidi ya kundi la Hamas vipo katika mwezi wake wa 21. Akiandika katika ukurasa wake wa X, waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu anasema ni masikitiko makubwa kwa watu wa Israel baada ya kuuawa wanajeshi hao aliowaita mashujaa walioangamia katika vita vya kumdhibiti adui Hamas na juhudi za kuachiwa mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo kusini mwa ukanda wa Gaza. Afisa mmoja wa jeshi amesema wanajeshi hao waliuawa baada ya gari walilokuwa wakisafiri kuripuliwa kwa mabomu. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya duru za hospitali huko katika ukanda wa Gaza kusema wanajeshi wa Israel walifyatuliwa risasi na Wapalestina waliokuwa wakisubiri kupokea misaada kusini mwa Gaza hapo jana na kusababisha mauaji ya Wapalestina 44. Hata hivyo, wanajeshi hao inadaiwa pia kwamba walifanya mauaji kwa raia wasiokuwa na hatia, ambapo inadaiwa kwamba zaidi ya raia 20 waliuawa na mamia kujeruhiwa huko katika ukanda wa Gaza wakisubiri chakula kutoka kwa watu wa misaada. Bado kuna hali ya sintofahamu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu Netanyahu amesema siku ngumu sana ya majonzi kwa watu wa Israel baada ya vifo vya wanajeshi hao. Wanajeshi hao 7 wameuawa katika mlipuko ambao umesababishwa na bomu la kutegwa ndani ya gari huko Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Katika tukio jingine, wanajeshi kadhaa wa Israel waliuawa na wengi kujeruhiwa na wanamgambo wa tawi la Hamas la Qassam Brigade baada ya kuvamiwa kwenye jengo moja huko kusini mwa Gaza. Matukio hayo mawili bado haijawa wazi ikiwa yanahusiana, ingawa ripoti za shirika la habari la AP zinaonyesha wanajeshi 7 waliouawa huko Khan Yunis ni kutokana na milipuko iliyosababishwa na bomu la kutegwa kwenye gari la kijeshi, kwa mujibu wa maafisa wa Israel. Tukio hilo limeripotiwa kufanyika siku ya Jumanne, likitajwa kuwa shambulio baya zaidi dhidi ya wanajeshi wa Israel ndani ya ukanda wa Gaza. Huko Khan Yunis, mwanajeshi mmoja inadaiwa pia naye ameuawa kwa kujeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi. Waziri Mkuu Netanyahu ameita hii ni siku ngumu kwa watu wa Israel kufuatia mauaji hayo. Tawi la kijeshi la Hamas la Al-Qassam Brigade limeeleza kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Telegram kwamba limevamia na kuwashambulia kwa risasi wanajeshi wa Israel waliokuwa ndani ya jengo moja la makazi kusini mwa ukanda wa Gaza. Lakini pia likasema baadhi ya wanajeshi wa Israel waliuawa na wengine kujeruhiwa kwa kufyatuliwa risasi na makombora. Mashambulizi hayo yamekuja katika matukio ya kuendelea kuuliwa kwa Wapalestina ndani ya Gaza, ambapo hadi sasa idadi ya waliouawa imezidi karibia 56,000 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya ukanda wa Gaza. Zaidi ya wanajeshi 860 wa Israel hadi sasa wameuawa na wa Israel 251 kutekwa na Hamas tangu vita hivyo vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Siku ya Jumanne yalifanyika maziko ya mateka Jonathan Samerano ambaye mwili wake ulichukuliwa kutoka Gaza na kurudishwa Tel Aviv, ambapo familia yake na marafiki walikusanyika. Rais wa Israel Isaac Herzog aliyeshiriki maziko hayo alishadidia juu ya Israel kuendelea na vita hivyo huko katika ukanda wa Gaza, akisema hakuna mwisho na ushindi kamili wa vita hivi tutakapowarudisha mateka wetu wote. Baadhi tumewarudisha makwao na wengine tuwape mapumziko ya heshima katika ardhi ya Israel. Kutoka mahala hapa patakatifu ni kipindi hiki cha majonzi. Natoa wito kwa mateka wetu kwa kuambia nchi nzima inawahitaji nyumbani. Taifa halitoachana na halitokaa kimya hadi wote warejee nyumbani, anasema Isaac Herzog, rais wa Israel. Afisa mmoja wa Kipalestina amesema wanajeshi wa Israel wamempiga risasi na kumuua mwanamke wa miaka 66 huko Yerusalemu Mashariki. Afisa huyo amesema jeshi la Israel
lilivamia kambi ya wakimbizi ya Shufat siku ya Jumatano na kumuua Zahia Obeid na kisha kuondoka na mwili wake na kuikamata familia yake. Jeshi la polisi la Israeli lilisema linachunguza tukio hilo. Na siku ya Jumatano kundi la Hamas limesema juhudi za kufikia makubaliano ya amani Gaza limepamba moto, huku Rais wa Marekani Donald Trump akisema anaamini hatua kubwa inapigwa kumaliza vita vya Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana. Hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.